Mimi naitwa Daudi Gamongo, ni afisa wa TAKUKURU kwa Katavi. Niko hapa mbele kutoa taarifa kwa umma. Taarifa ninayowasilisha leo inahusu mafanikio katika utendaji kazi wa TAKUKURU mkoa wa Katavi kwa kipindi cha Januari-Machi 2025, ambapo TAKUKURU imeokoa shilingi milioni 220,23,980 na kuwezesha kupandisha mapato ya stendi hiyo kutoka shilingi 500,000 kwa siku sawa na shilingi milioni 180 kwa mwaka na kufikia shilingi 700,000 kwa siku ambazo ni sawa na shilingi 752 milioni kwa mwaka, ikiwa ni ongezeko la jumla ya shilingi milioni 72 kwa mwaka. TAKUKURU ilikagua utekelezaji wa miradi miwili ya elimu yenye thamani ya shilingi bilioni 4.3 na kubaini kwamba: mosi, mabati yaliyowasilishwa yenye thamani ya shilingi milioni 220,23,980 yalikuwa chini ya kiwango. Mzabuni alilipa fedha kabla ya mabati kufika eneo la ujenzi kinyume na taratibu za manunuzi. Baada ya kubaini hilo, TAKUKURU ilifanya kikao kilichowahusisha mkurugenzi wa halmashauri, mkuu wa mkoa na mzabuni, na kumtaka mzabuni abadilishe mabati na kuleta mabati mengine ambayo yanakubalika kwa mujibu wa miongozo ya serikali. Shule yenyewe inaitwa Katavi Boys. Shule mpya inajengwa katika kata ya Kasokora, lakini shule nyingine ni shule ya Rungwe Sekondari. Mzabuni wa zile bati alikuwa mmoja. Tumekuwepo na kasumba, baadhi ya watumishi wa serikali katika miradi ya serikali wanakuwa watimizi wajibu wao kama mnavyoona dosari hizo ambazo mnazibaini, ikiwa maana kwamba ni tabia endelevu. Nini mipango madhubuti ya kuhakikisha kwamba watumishi wa umma wanakuwa na ile hofu ya fedha za serikali, kuhakikisha kwamba inaenda kutimiza kile ambacho kimelengwa na serikali? Jukumu letu la kwanza kama TAKUKURU ni kuelimisha. Elimu inatolewa kwa watumishi, kwa wanafunzi na watu makundi mbalimbali. Kwa hiyo tunawaambia madhara ya rushwa na kadhalika, lakini pia tumekuwa tukitoa elimu kwa wananchi wetu, kutupa taarifa za vitendo vya rushwa pale vinapotokea. Sasa kwa hawa ambao wanakiuka maadili, ni kwamba kwenye jamii yoyote mambo kama haya yanakuwa. Kwa hiyo inapotokea vile, sisi kama TAKUKURU jukumu letu la kwanza ni kuchukua hatua, na hatua mojawapo ni kama hivyo kuwaelimisha, lakini la pili ni kuchukua hatua za kisheria pale ambapo tunaona kuna vitendo vya ukiukwaji wa maadili makubwa kama hivyo. Jumla ya miradi 17 yenye thamani ya shilingi bilioni 9.1 katika sekta za elimu na afya imefuatiliwa katika kipindi hiki. Elimu imeendelea kutolewa kwa makundi mbalimbali na mafanikio yafuatayo yamepatikana. Moja, ushirikiano na wadau umeongezeka na wadau wameonyesha utayari wa kushirikiana na TAKUKURU katika kukabiliana na vitendo vya rushwa, hasa katika nyakati za uchaguzi. Wagombea na watiania wa nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025 wanakumbushwa kutojihusisha na vitendo vya rushwa na kufuata taratibu, kanuni na miongozo ya uchaguzi iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kuelekea uchaguzi sasa, kama TAKUKURU mmejiandaa kuhakikisha kama mnakabiliana na masuala mazima ya rushwa kwa wagombea pamoja na wale ambao kwa namna moja au nyingine wanajihusisha na vitendo vya rushwa? Ni kweli muda unakaribia wa uchaguzi, na sisi kama TAKUKURU tumekuwa tukiendelea kutoa elimu kwa maana kwa wananchi wetu, kuwahimiza yale matendo yaliyokatazwa na sheria. Kuna ile sheria ya uchaguzi ya mwaka 2010 ina makatazo mbalimbali mle ndani. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kuwaelimisha wananchi na kuwataka wale watiania na wagombea wote, kama nilivyosema, kuacha kujihusisha na vitendo vya rushwa. Kwa hiyo jukumu letu kubwa ni elimu. Nashukuru.